الحمد لمن قدر خيرا وقبالا، والشكر لمن صور حسنا وجمالا. فرد صمد عن صفة الخلق بريء، رب أزلي خلق الخلق وكمالا. ذو المجد وذو الجد وذو الجود تجلى، ما مال عن العبد ولا نال ملالا. ذو القوة وذو العز مليك، ما دوحت الأرض يمينا وشمالا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي جاء بكتابك الشمس في ضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها. من تمسك بهما عاش في النور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. يقول من لا ينطق عن الهوى: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولهذا أقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأنكم حمد الله تبارك وتعالى na kumtakia rahma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, mama zangu, kaka zangu, baba zangu na wanafunzi wenzangu, nimepewa jukumu la kutoa nasaha katika maeneo haya, nasaha ambazo kwamba zinaelekea au zinaendana na jambo lenyewe. Nilipata taarifa kwamba jambo ambalo kwamba limetukusanya hapa ni zitu ziwili. Cha kwanza, tahlili, dua, kuombea wale ambao kwamba Allah tabaraka wa taala aliwapenda zaidi, lakini vile vile na kuwapongeza wale ambao kwamba walijitahidi katika upande wa Qur'an. Kwa haraka haraka, ili tusitolishe muda, tuanze na hili jambo la dua. Ndugu zangu Waislamu, walioondoka walikuwa hawana taarifa kwamba wataondoka, na sisi ambao kwamba bado hatujaondoka pia hatuna taarifa kwamba muda gani ambao kwamba tutaondoka. Hakuna mwenye taarifa hiyo. Kila ambaye kwamba yupo hapa, ipo siku tutamzungumzia kwamba kulikuwa na ndugu yetu tulikuwa naye, tulikuwa tunaishi naye, lakini hayupo. Hii inaonyesha kwamba na sisi pia tutaondoka katika mgongo huu wa ardhi. Lakini kwa haraka haraka tutambue ya kwamba baada ya kufa tutaingizwa katika shimo la kaburi. Mada yangu itakuwa hapa ili nifunge kwa haraka haraka kwa sababu ya muda hamna. Tutaingia katika hayatul barzakhia, maisha ya kaburini, maisha ambayo kwamba ukisalimika hapo, basi hata siku ya kiyama hisabu yako haitakuwa nzito. Nielekee msiba wa Fatima Zahra bintu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hukia anna Fatima Zahra lamma matat, ilisimuliwa kwamba hakika ya Fatima Zahra bintu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam lamma matat, pindi alivyokufa mtoto wa Mtume, humila janazatuha 4 nafar, jeneza lake lilibebwa na watu 4. Wa kwanza alikuwa ni zawjuha Ali radhiyallahu anhu wa karrama Allahu wajha. Wa pili, wa abnaha al-Hasan wa Husayn, watoto wake wawili. Lakini wa mwisho alikuwa ni Abu Dharr al-Ghaffari. Tueleza ya kwamba
falamma wadauha ala shafiri alqabri, pindi walivyombeba kumtoa alikomtoa na kumweka mpaka katika lile shimo la kaburi, qama Abu Dharr faqala, alisimama Abu Dharr na akasema, ya qabru atadri man allati ji'naha bik. Abu Dharr alisimama na akalielekea kaburi na akaliambia, ewe kaburi, hivi wafahamu ni nani ambaye kwamba leo tumekuja naye hapa kwako? Akaanza Abu Dharr kuzitaja sifa za yule ambaye kwamba wamemweka pale watakaomuingize katika kaburi. Akasema, hiya Fatima Zahra, huyu ni Fatima. Sio Fatima tu, huyu alikuwa ni bintu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, pia alikuwa ni mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini wa Ummul Hasan, huyu pia ni mama yake Hasan wal Husayn, sio mtu wa kawaida. Lakini wa zawjat Ali al-Murtada, na vile vile ni mke wa sahaba. Kwa hiyo huyu ambaye kama tumekuja naye hivi leo sio mtu wa mchezo. Pale pale inasema, wafasami'u nidaan min alqabri yaqul, ikasikika sauti itokayo kaburini ikisema, ma ana baitul hasabi wala nasabi, ma ana baitul hasabi wala nasabi, innama mawdhi'ul amali salih. Ikasikika sauti itokayo kaburini ikisema, sikuwa mimi ni sehemu ya kuangalia cheo, kwamba unakuja hapa katika kaburi ulikuwa na cheo gani huko. Ma ana baitul hasabi, lakini wala nasabi, sitoangalia nasaba yako duniani, ulikuwa na nasaba gani, watu walikuwa wanaifikiria vipi nasaba yako. Hapana, siangalii hilo. Ana mawdhi'ul amali salih, mimi ni sehemu ya matendo mema. Fala yanju minni, wala hatookoka kutokana na adhabu zangu au kutokana na vitisho vyangu vilivyo ndani ya kaburi hili, illa man, isipokuwa yule ambaye kwamba kasura khairuhu, khairi zake zimekuwa nyingi, wa salima qalbuhu, na moyo wake umesalimika na madhambi, wa khalisa amaluhu, na alifanya matendo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kwa tuangalie yale ambayo kwamba tunayafanya, je, yapo sahihi, yako ndani ya Qur'an? Na si hivyo tu, je, tunafanya kwa ajili ya nani? Allah tujalie tuwe na mwisho mwema. Walioondoka walikuwa hawana taarifa kwamba wataondoka, na sisi ambao kwamba tupo, taarifa hiyo hatuna kwamba ni muda gani tutaondoka, kwa sababu waladatka ummuka ya ibn adam bakia wannasu hawlaka yadhhakuna surura fa'amal liyawmin an takuna idha bakau fi yawmi mautika dhahikan masrura. Amekuzaa mama yako ewe mwanadamu hali ya kwamba unalia, lakini wannasu hawlaka yadhhakuna surura, na wale watu walioko pembezoni mwako wanacheka hali ya kufurahika umezaliwa. Asafa'amal, fanya matendo mema, liyawmin an takuna idha bakau, matendo mema kuifanyia ile siku ambayo kwamba watakapokuwa wao wanalia. Sasa fi yaumi mautika, siku ya wewe kufa, wewe huo ni dhahikan masrura, unacheka hali ya kufurahika. Tuingie haraka haraka katika jambo la pili ili nikae. Vijana hawa ambao kwamba pia ni miongoni mwa sababu ambazo kwamba zimetukusanya hapa, Allah tabaraka wa taala awasimamie kwa wazazi wao kutekeleza wajibu, kwa sababu katika haki ambazo kwamba mama au wazazi itabidi wazifanye haraka haraka kwa mtoto wao, cha kwanza kabisa an yuhsina ismuhu, ni kulifanya zuri lile jina lake, idha ulida, pindi mtoto atakapozaliwa. Wayuallimahu alkitaba, vile vile amfundishe Qur'an. Hizi ni haki ambazo kwamba kila mzazi itakiwa azijue na azifanye, kwa sababu awwalu ma yataallaqu birrajuli yawm alqiyama ahluhu wa auladuhu, kitu cha kwanza ambacho kwamba atafungamanishwa nacho mtu siku ya kiyama ni mkewe na watoto wake. Yaquluna ya rabbana khudh lana haqqana min hadha arrajuli,
mama yani mzazi na watoto watamlalamikia Allah tabaraka wa taala kumwambia, Mwenyezi Mungu, tuchukulie sisi haki yetu kwa huyu baba. Nini? Lam yuallimna umura dinina, huyu hakutufundisha sisi mambo ya dini yetu, hakutupeleka madrasa tukaishi katika ulimwengu tukajisahau mpaka tukafa. Hivi leo moto unatupasa kuingia motoni, lakini hivyo tu. Wakana yut'imuna alharama wa nahnu la na'lam, na alikuwa huyu baba na alikuwa huyu mume wangu alikuwa akitulisha sisi haramu, ingawaje sisi hatujui. In kana rabbul baiti bitabli dhariba fala talumis biyana ala raqsi, ikiwa baba, ikiwa kiongozi katika nyumba yeye ni mpiga ngoma, basi fala talumis biyana ala raqsi, msilaumu ule mtoto akajabaria akawa mchuna ngozi. Kwa tizama baba unaelekea wapi, tambua kwamba utakakoelekea mtoto naye ataelekea huko huko. Ukiwa wewe ni mvuta bangi, basi usimlaumu mtoto yuko chooni huko kaanza kuvuta sigara. Kitu cha kwanza ambacho kwamba mtoto anaangalia kwanza ni mzazi. Hata madrasa, ikiwa mwalimu atashikamana na yule mtoto, ikiwa akija huku nyumbani anapumbazwa wala hafuatiliwi, vile vile atapotea. Si kuna wazazi ambao kwamba wanawalaumu watoto kwa kule wanawalaumu walimu kwa sababu wanapigwa. Alisema yule, la tahzan ala sabyani in dhuribu adh-dharbu yafna wa yabqa al-ilmu wal adabu, msiwalaumu, msihuzunike juu ya kupigwa watoto. Adh-dharbu yafna, yale maumivu ya kupigwa yafna, yanaisha, lakini wa yabqa al-ilmu wal adabu, inabakia elimu na adabu. Ni wazazi wangapi ambao kwamba wanachukia kabisa na wanafanyia fitna ili mwalimu waondoshwe sababu mwalimu anapiga sana. Adh-dharbu yafna wa yabqa al-ilmu wal adabu, na wangekuwa wanawachapa hawa na ingekuwa wanawahurumia, ina maana kwa sababu mwalimu kumpiga mwanafunzi ni kumtakia kheri. Raha ya mwalimu kwa wanafunzi wake ni kuona hao wanatoboa, ni kuona hao wanafika katika sehemu nzuri. Sasa vipi mzazi umuone mwalimu hafai kisa anamchapa mwanao? La tahzan ala sabyani in dhuribu, usihuzunike juu ya kupigwa mwanao. Adh-dharbu yafna wa yabqa al-ilmu wal adabu, maumivu ya kupigwa yanakwisha, inabakia elimu na adabu. Na yasingekuwa hayo, basi tusingekaa hapa hivi leo kwa ajili ya kukaa kwa kuwafurahikia na wazazi wao kufurahi kile ambacho kwamba walimu walitenda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بأجل الأقل نؤمر